Karibu Juice African Story. Green Children of Walport, siri ya watoto wa kijani wa medieval England. Fikiria kijiji cha zamani cha Ulaya karne ya 12. Hakuna magari, hakuna umeme, hakuna sayansi ya kisasa. Kisha siku moja watoto wawili wanaonekana ghafla mashambani, lakini kuna kitu kimoja cha kutisha, ngozi yao ni ya kijani kibichi. Je, walikuwa wanadamu au walitoka katika ulimwengu mwingine? Hii ndio hadithi ya kweli ya Green Children of Walport. Tukio hili lilitokea katika kijiji kidogo kinachoitwa Walport, kilichopo Suffolk, mashariki mwa England katika karne ya 12, enzi za medieval. Wakati huo Walport kilikuwa kijiji cha wakulima. Maisha yalikuwa rahisi, lakini hofu ya mambo yasiyoeleweka ilikuwa kubwa. Hakuna mtu aliyezani kwamba kijiji hicho kingeingia kwenye historia ya milele. Siku moja wakulima walipokuwa wakifanya kazi karibu na mashimo ya kunasa mbwa mwitu yanayoitwa wolf pits, waliona kitu kisicho cha kawaida. Watoto wawili walikuwa wakitoka karibu na mashimo hayo. Mvulana mmoja na msichana mmoja walivaa nguo zisizoeleweka, walikuwa wachafu na waliogopa. Lakini kitu kilichowafanya watu waogope zaidi, ngozi yao ilikuwa ya kijani, sio rangi ya ugonjwa wa kawaida, bali kijani kibichi wazi kabisa. Wakazi wa Walport walishikwa na hofu. Wengine walizani ni uchawi, wengine walizani ni laana, lakini bado walikuwa watoto. Watoto walipojaribu kuzungumza, hakuna mtu aliyewaelewa. Walizungumza lugha isiyojulikana kabisa, walilia, walionekana wamepotea, lakini hawakuwa wakali. Wenyeji waliwachukua na kuwapeleka kwa Sir Richard D. Carne, mtu mwenye mamlaka katika eneo hilo. Huko ndipo fumbo lilianza kuwa kubwa zaidi. Kwa siku kadhaa watoto hawa walikataa chakula chochote. Mkate walikataa, nyama walikataa, maziwa walikataa, mpaka siku moja walipoona maharagwe mabichi walikimbilia kama watu waliokuwa na njaa kali. Walivunja maganda na kula maharagwe mabichi bila kuyapika. Hapo ndipo watu walipoanza kujiuliza, watoto hawa wanatoka wapi? Baada ya muda mfupi, mvulana alianza kuugua. Alikuwa dhaifu, mwenye huzuni. Licha ya jitihada zote, mvulana alifariki dunia. Kifo chake kiliacha maswali mazito. Msichana pekee ndiye aliyebaki. Baada ya muda, msichana alianza kujifunza Kiingereza na siku moja akaamua kusimulia walikotoka. Alisema, tunatoka kwenye nchi inayoitwa East Martins Land. Alieleza kuwa hakukuwa na mwanga mkali wa jua, kulikuwa kama giza la kudumu au machweo yasiyoisha. Watu wote walikuwa na ngozi ya kijani. Alisema walikuwa wakichunga mifugo, wakasikia sauti kubwa, kisha ghafla wakajikuta Walport. Je, ilikuwa chini ya ardhi au ulimwengu mwingine kabisa? Kadri muda ulivyopita, ngozi ya msichana ilianza kupoteza rangi ya kijani, akawa kama binadamu wa kawaida. Alibatizwa na kuishi England. Baadaye aliolewa na mwanaume wa huko na akaishi maisha ya kawaida hadi kifo chake, lakini asili yake ilibaki kuwa siri. Wanahistoria wa leo wanasema huenda walikuwa watoto wa wahamiaji kutoka Flanders. Ngozi ya kijani ilitokana na utapiamlo mkali, cirrhosis. Lugha yao ilikuwa lahaja isiyojulikana, lakini hakuna ushahidi kamili. Hadithi ya Green Children Walport iliandikwa zaidi ya miaka 800 iliyopita na wanahistoria wa zama hizo. Hadi leo bado ni moja ya mafumbo makubwa ya historia ya medieval. Je, walikuwa watoto waliopotea au wageni kutoka ulimwengu usio wetu? Jibu limejificha ndani ya historia. Jina langu naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. Like now tukutane kwenye stories zingine zinazokuja. Kaa nami kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele. Like now, bye bye.